Kama hawa wazazi ambao waliomzaa huyu mtoto watataka kwenda kudai mtoto wao baadaye, anapotangazwa na mahakama sasa kwamba ameasiliwa rasmi na kile cheti cha kuasili kimetolewa, akishaenda kwa huyu mzazi aliyemwasili, hawezi tena kurudi kwa hao wazazi isipokuwa. Habari za kuasiliwa kwa mtoto mchanga wa kike Grace Samia Suluhu Hassan zimeibua mjadala mkubwa mitandaoni. Mtoto huyo alitelekezwa mjini Nzega mkoani Tabora na sasa yupo mikononi mwa Rais wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Je, sheria inasema nini kuhusu kumwasili mtoto aliyetupwa? Na endapo wazazi wake wa asili watatokea, haki zao zinachukuliwa vipi? Kuna mtoto ambaye ana wazazi bado wako hai au anapatikana katika hali ya kawaida hajatelekezwa, na kuna mtoto ambaye kama huyo aliyetelekezwa ambaye wazazi wake hawafahamiki au labda kama watajitokeza baadaye wafahamiki. Kwa huyu mtoto ambaye wazazi wake wapo, ili uweze kumwasili ni lazima upate ridhaa ya wazazi wote wawili kama wapo. Lakini kama huyu mtoto ana mzazi mmoja, basi ridhaa ya yule mzazi mmoja. Lakini pia kuna kundi lingine la mtoto ambaye yuko chini ya mikono ya mlezi. Anaweza kawa ni mlezi wa kisheria, labda ni serikali, ni taasisi binafsi au ya umma, inaweza kawa ni ofisi za ustawi wa jamii au hata vituo vile vya kulelea watoto walioko nyumbani. Wana uwezo wa kutoa ridhaa ili mtoto aweze kuwasiliwa, au kama alichokifanya huyo mkuu wa wilaya ya Nzega ambaye alimleta huyo mtoto. Maanake ile ni chini ya katika serikali za mitaa kuna ofisi za ustawi wa jamii, na ni moja wa wajibu wao pia kuhakikisha watoto wanapata malezi. Kigezo kingine ambacho sheria inaangalia ni maslahi mapana ya mtoto. Tunaangalia kwenye sheria kwamba je, huyu anayeomba kwenda kumwasili mtoto atamlea katika mazingira ambayo huyu mtoto atapata mahitaji yake muhimu kama mtoto mwingine, ikiwemo mahitaji ya elimu, afya, malezi na kadhalika. Pengine hii imekaaje kwamba mtu akimtoa mtoto wake kwamba ameasiliwa na mtu mwingine inakuwa ni rasmi, sio mtoto wake, ama baadaye anaweza kufanya mabadiliko yoyote? Sheria hii kwenye kifungu cha 64 imesema sahihi sana. Imezungumza kwamba endapo mchakato wa kuasili utafanyika kwa mujibu wa sheria, kwa sababu mchakato huu unafanywa mahakamani. Yaani ili uweze kumwasili mtoto, baada ya hatua nyingine zote za masuala ya ulezi, ustawi wa jamii kukamilika, maombi ya kumwasili mtoto ni lazima yawasilishwe mahakamani, na mahakama ndio yenye mamlaka ya kutangaza au kutoa ile amri ya mtoto kwamba ameasiliwa na mtu fulani. Sasa hii amri inapotoka mahakamani kwa mujibu wa kifungu cha 64 cha sheria ya mtoto, ni kwamba inaondoa zile haki zote za mzazi kutoka kwa yule mzazi wake wa kibiolojia, aidha alimtelekeza au yuko hai ametoa ridhaa. Inamuondolea zile haki zote za mzazi ambazo kisheria tunaita parental rights. Inahamisha haki yako ya juu ya yule mtoto, inaondoa wajibu wako juu ya yule mtoto, inaondoa majukumu yako juu ya yule mtoto, lakini pia inahamisha hata kitu tunaita liability au kwa lugha rahisi ya Kiswahili uwajibikaji kisheria. Kwa hiyo unaporuhusu mtoto wako aasiliwe na mtu, maana yake umekubali kwamba yule mtoto anaondoka kwenye mikono yako na hutakuwa na udhibiti wa aina yoyote juu yake. Na pengine huyu mtoto sasa amekuwa mkubwa akagundua kwamba mimi nimeasiliwa, ana uwezo wa kusema ni watafute wazazi wangu ama mzazi wangu ama chimbuko langu la asili? Kwa mujibu wa sheria ni kwamba kabla huyu mtoto anapoasiliwa na huyu mzazi anayeasili au adoptive parent, ana wajibu wa kumweka wazi kwamba wewe nimekuasili kwa mchakato wa kisheria na sheria imemlazimu kufanya hivyo. Ni takwa la lazima kama mtoto ameshafika umri wa kuelewa, kwa maana umri. Pili, mtoto anapotangazwa na mahakama sasa kwamba ameasiliwa rasmi na kile cheti cha kuasili kimetolewa, akishaenda kwa huyu mzazi aliyemwasili, hawezi tena kurudi kwa hao wazazi isipokuwa kwa mazingira ya kisheria, nayo ni mazingira yafuatayo. Kama hawa wazazi ambao waliomzaa huyu mtoto watataka kwenda kudai mtoto wao baadaye, ni lazima wamdai kwa mujibu wa mchakato wa kisheria, ambao ni lazima wafanye maombi mahakamani ya kuomba mahakama ile iliyotoa amri, basi mahakama ile iweze kutengua ile amri. Sababu nyingine ya kisheria ni kwamba ionekane kwamba huyu mtoto alichukuliwa kwenye mikono ya wazazi wake bila ridhaa ya wale wazazi. Hayo yote yakidhibitika kwa ushahidi mbele ya mahakama inaweza kutengua ile haki ya kuasili mtoto. Tumeshuhudia tukio la Rais Samia na huyu mtoto ambaye anaitwa Grace Samia Suluhu. Kwa misingi hiyo anakuwa ni sehemu ya familia ya mtoto wa rais na anastahiki zote za mgawanyo wa mali na ule usawa kama ambavyo iko kwa watoto wengine anavyowafanyia rais. Kwa hiyo ni kweli ni bahati kwa yule mtoto, kwa sababu
Kwa mujibu wa sheria hiyo hiyo ya mtoto ambayo imetoa mwongozo kuhusiana na masuala ya kuasili watoto, kifungu cha 65 pale ukianzia 66 na vifungu vingine vinavyofuata, sheria hii imeweka haki ya mtoto aliyeasiliwa kwenye masuala ya mirathi. Na sheria imeweka ni summary tu kwa kifupi. Huyu mtoto ambaye ameasiliwa ana haki sawa ya kurithi chini ya sheria zote zinazotoa haki ya kurithi kama mtoto mwingine aliyezaliwa kibiolojia.